Bwana Yesu asifiwe milele. Tunakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika saa ya faraja katika Kristo. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu kukuunganisha maisha yako pamoja na Kristo popote ulipo ulimwenguni. Na kabla ya mambo yote, tunaomba tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno la leo pamoja na wasikilizaji wetu wote walioko mtandaoni wanaotusikiliza. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunaomba ubariki ujumbe wa neno lako ili utakapoenda hewani ukaguse mataifa yote. Maana ndivyo ulivyotuahidi katika Mathayo 24 ya kwamba neno lako la ufalme litahubiriwa kote ulimwenguni ili likawe ushuhuda. Katika jina la Yesu tunabariki ujumbe wa neno lako, na kila anayeusikia yeye Bwana asimsikie mwanadamu bali asikie wewe ukizungumza katika mazungumzo hayo. Bariki wasikilizaji na watazamaji kokote waliko ulimwenguni wanakotufuatilia. Tunaomba Bwana roho kwa maarifa achiliwe juu yao. Wafunulie akili zao wapate kujua na maandiko na kuyaelewa. Katika jina la Yesu tuwe watendaji wa neno na wala si wasikiaji. Neema yako Bwana ikapate kutufunika na kutuatamia. Na tunapoendelea na mahubiri haya, Bwana akajitukuze wewe mwenyewe na ukainuliwe wewe mwenyewe, na sifa zote na utukufu zikakurudie wewe. Amen. Tunaendelea na somo letu la miguu yako katika ulimwengu wa roho. Na leo tunaendelea sasa na kitu kingine ambacho kimebebwa kwenye miguu. Miguu imebeba utawala kiroho. Miguu ya mtu imebeba utawala kiroho. Ukisoma kwenye kile kitabu ambacho cha Yoshua sura ya 1 mstari ule wa 3 inaeleza kwamba chochote mahali popote utakapokanyaga kwa nyayo zako nimekupa kupamiliki na kupatawala, ni kwako. Kwa hiyo miguu imebeba utawala kiroho. Lakini kitabu cha Ruthu sura ile ya 4 mstari wa 7 anasema, basi ilikuwa desturi za zamani za kale katika Israeli kwa habari ya kuikomboa na kukubaliana ili kuyahakiki yale mtu huvua viatu vyake katika miguu na kumpa mwenziwe, ndivyo walivyohakiki neno katika Israeli. Kwa hiyo miguu imebeba utawala, lakini miguu yako inatumiwa na Mungu kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo jifunze kuombea miguu yako. Ukitaka kumitawala mahali, ombea miguu yako, itakupa kutawala. Lakini pia miguu ilitumika kwenye Ruthu 4:7 kama kuhakiki taarifa. Ilikuwa inaidhinisha au kuhakiki taarifa kwa kuvua viatu vya mtu fulani kwenye miguu yake na kukupa wewe unavaa, basi inakuwa tayari kuhakiki jambo. Ndivyo ilivyo katika Ruthu sura ile ya 4 mstari wa 7. Lakini kitabu kile ukisoma tena kitu kingine kilichobeba kwenye miguu yako, miguu imebeba mafanikio ya kiuchumi. Mfano wanariadha, wapiga mpira, wachezaji. Wanariadha ni wale wanaokimbia, wakishinda wanalipwa, wanapewa tuzo. Miguu imebeba mafanikio ya mtu kiuchumi. Lakini wachezaji wa mpira wanalipwa pia. Kwa hiyo miguu imebeba mafanikio. Ukikatwa miguu hautaweza kwenda kazini, mpendwa. Soma katika ile Zaburi ya 104 inaeleza kabisa kwamba mwanadamu anaondoka asubuhi na mapema kwenda kwenye shughuli zake. Kwa nini? Kwa miguu hii naye ili kujitafutia kipato chake na chakula chake cha kila siku. Kwa hiyo miguu imebeba mafanikio yako kiuchumi. Ukisoma Wafilipi 3 mstari wa 12 mpaka wa 14 utaona Mtume Paulo akisema kwamba si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kukamilika, bali ninakaza mwendo ili nipate kulishika lilo ambalo limeshikwa naye Kristo. Hawezi kukaza mwendo bila miguu. Miguu ndio inamsaidia kukaza mwendo, na hii miguu ni miguu ya kiroho. Nimeeleza kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12:15 kwamba kuna miguu kwa namna ya rohoni na kuna miguu kwa namna ya mwilini. Mguu ni kiungo cha mwili, lakini mguu pia ni kiungo katika Kristo na ni kiungo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hawezi kukaza mwendo kama basi hana hiyo miguu, huyu mtumishi wa Mungu. Lakini miguu pia inaweza kutumiwa na adui kufanya uharibifu kama isipoombewa. Kitu kingine ambacho unapaswa kukijua ni kwamba miguu yako inaweza ikatumiwa na adui kufanya uharibifu kama usipoiombea. Na ukisoma Isaya sura ile ya 80, Isaya sura ile ya 59 mstari wa 7, Isaya sura ya 59 mstari wa 7 anasema miguu yao hukimbilia kwenye dhambi na ni miepesi kumwaga damu. Kwa hiyo adui anaweza pia kuweka uwepesi wa kuua
na kuharibu kwenye miguu ya mtu kama isipoombewa. Jifunze kuombea sana miguu yako. Kitabu kile cha Methali sura ya 6 mstari wa 18 ameeleza vizuri kwamba moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu. Ombea miguu yako isiwe mepesi kwenye maovu, bali iwe mizito kwenye kukimbilia maovu. Kwa hiyo kuna watu wengi sana ambao wakisikia kuna mtu wanachomwa hapo wanakimbia, lakini wakisikia siku ya kanisani hawawezi kukimbia. Wakisikia jambo baya ni wepesi, na ndio maana kuna sehemu nyingine mnaona hata vijana wanaungua wakati kunatokea hata gari la mafuta limepata shida, kwa sababu unakuta watu ni wepesi kukimbilia kwenye matukio ya damu sana. Wamesikia kuna jambazi anapigwa, ni wepesi kukimbia. Wanasikia kama kuna mahali pametokea ajali, ni wepesi kukimbia. Yani ni wepesi kukimbia. Majambazi ni wepesi kukimbia. Wahalifu ni wepesi kukimbia. Kwa nini? Biblia imeeleza kwenye Isaya 59:7 na Methali sura ya 6 mstari wa 18 kwamba miguu hiyo ni mepesi kwa ajili ya kukimbia kumwaga damu. Kwa hiyo tuombe Mungu, tuombee miguu yetu, au ombea miguu yako na miguu ya watoto wako isiye kawa mepesi kukimbilia kumwaga damu za watu. Iombee iwe nyepesi kumkimbilia Mungu na kumtafuta. Zaburi ya 71 imeeleza kwenye ule mstari wa kwanza, nimekukimbilia wewe Bwana, nisaidike milele. Hata kumtumikia Bwana kuna kukimbia. Kwa hiyo kimbia kumtafuta Bwana, usikimbie kwenda kumwaga damu. Ombea miguu yako iweze kukimbia kwenye kumtafuta Bwana, iweze kupiga mbio kama Mtume Paulo anavyosema kwamba anapiga mbio, anakaza mwendo. Kaza mwendo kwenye kutafuta uso wa Mungu, sio kukaza mwendo kwenye kuleta uharibifu. Mungu akusaidie sana mtazamaji na msikilizaji wetu, aweze kuitumia miguu yako kama chombo chake katika kumletea matunda na kumvunia watu wa ufalme, na sio kwenda kumwaga damu. Lakini jambo lingine, miguu imebeba haki ya mtu kwenye eneo la kisigino. Miguu imebeba haki ya mtu kwenye eneo la kisigino. Hosea sura ile ya 12 mstari wa 2 mpaka wa 5 anasema Bwana naye ana mateto na Yuda, naye atawadhibu Yakobo kwa kadri ya njia zake, kwa kadri ya matendo yao atamlipa. Anasema tumboni alimshika ndugu yake kisigino. Sasa kuna watu wamekuwa wakisoma kile kitabu tu cha Mwanzo, wanaona jinsi Yakobo alikuja kuchukua haki ya Esau ya mzaliwa wa kwanza kwa chakula cha kwa mlo wa siku moja, akauza haki ya mzaliwa wa kwanza. Kumbe hii vita ilianzia tumboni. Huyu pacha mmoja ambaye ni Yakobo alimshika ndugu yake kisigino, alimshika mguu akiwa tumboni, kwa sababu walikuwa wote ni wa kiume. Nafikiri walikuwa nakaa kwenye placenta moja, hivyo alimshika ndugu yake kwenye kisigino. Kwa hiyo sasa huku duniani unaona matokeo yaliyokuja kutokea ni kwamba Yakobo alikuja kuchukua haki ya mzaliwa wa kwanza. Alianza kuikamata haki ya mzaliwa wa kwanza Esau tangu tumboni. Kwa hiyo miguuni ndipo ilipokuwa imefichwa haki ya mzaliwa. Haki ya mtu inafichwa kwenye miguu. Ukikamatwa miguu yako, maana yake haki yako inaibiwa. Jifunze kuombea miguu yako sana. Imebeba vitu vingi katika ulimwengu wa roho. Hivi nilivyoeleza ni 10 tu, lakini kuna vitu vingi zaidi ambavyo Mungu ameviweka kwenye miguu yetu. Tusome neno la Mungu sana na kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu mara kwa mara, ili tukomae na kukua rohoni, Kristo aweze kututumia kwa ajili ya siku zijazo. Na kabla ya mambo yote, naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe wa neno lako. Tunaamini kazi hii sio bure, Bwana. Tunaomba damu yako takatifu ikafunike kila anayenisikiliza. Navunja roho za mawe na roho za kutokuamini, ili Bwana zikapate kuvunjika na kuachia watu. Neema yako Bwana ikapate kufunguliwa juu ya wote wanaonitizama popote walipo ulimwenguni na kunisikiliza. Kapate kujiinua na kujidhihirisha kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Na ikiwa haujaokoka, rudia maneno haya ili Kristo akuokoe hapo hapo, maana ukishampokea atakupa uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wake. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Naomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha mauti. Naomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninakuamini Yesu. Amen. Kama umerudia sala hiyo, tayari Yesu amekwisha kukuokoa. Tafuta kanisa lililo jirani na wewe uweze kwenda kupata ibada, malisho ya kiroho hapo na mafundisho ya kukulia uokovu. Lakini endelea kufuatilia chaneli hii
kwa sababu tutaachilia mafundisho mengi sana ya kukulia wokovu ya wale wachanga na waliokomaa. Mungu akubariki sana, na kama unahitaji lolote unaweza kutumia namba hiyo hapo kutupigia au kutuandikia ujumbe mfupi, na sisi tutapata popote ambapo upo. Mungu akubariki sana. Amen.